Ifuatayo ni taarifa kwa umma kupitia TAKUKURU mkoa wa Kinondoni kwamba TAKUKURU yakamata raia wa China wakiwa na fedha haramu zaidi ya shilingi bilioni 2. Ndugu waandishi wa habari, taarifa ninayowasilisha kwenu inahusu matokeo ya operation maalum inayoendeshwa na Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa TAKUKURU hapa jijini Dar es Salaam katika mkoa wa TAKUKURU na mkoa wa Ilala. TAKUKURU kwa kushirikiana na vyombo vingine vya uchunguzi, Benki Kuu, mabenki mbalimbali na Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa kipindi cha takriban miezi 7 tangu mwezi Mei 2025 ilikuwa katika operation maalum ya uchunguzi dhidi ya uhalifu unaohusisha matumizi ya taarifa za benki zilizoibiwa ambazo tunaziita au zinajulikana kama stolen card details kujipatia fedha haramu. Watuhumiwa ni wananchi wa mataifa mbalimbali wakiwemo wa China na wa Tanzania. Imebainika kuwa walioibiwa taarifa za kadi hizo za kibenki ni raia wa mataifa mbalimbali nje ya Tanzania, ambapo fedha zao hutolewa kwenye akaunti zao binafsi na baadaye kuonekana kwamba fedha hizo zimetumika kwa njia ya kadi kulipia huduma mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania, ili hali watu hao hawajawahi kupatiwa huduma Tanzania kwa kipindi husika. Taarifa zilizopo zinaonyesha kwamba walioibiwa taarifa za kadi za kibenki ni kutoka kwenye mataifa yapatayo 11 ambayo ni USA, Canada, Colombia, Argentina, Japani, Uruguay, Denmark, Netherlands, New Zealand, Australia na China. Ndugu waandishi wa habari, uchunguzi wetu umebaini kwamba wahalifu wanatumia njia za malipo ambazo ni POS machine, payment links au e-commerce pamoja na control number za malipo mbalimbali kupata au kununua huduma za utalii, afya, malazi, usafiri wa anga pamoja na kodi za nchi yetu. Imebainika pia kuwa watuhumiwa wanaohusishwa na tuhuma hizi wa wizi wa taarifa za kadi wanatokea nchi za Cameroon, Nigeria, Pakistan, Bulgaria, Macedonia, Poland, Romania na China, na kwamba wakati wa utoaji wa fedha hizo ambazo zimeshaibwa hushirikisha baadhi ya raia wa Tanzania kupitia akaunti zao katika benki mbalimbali. Hili ni genge la uhalifu la kutakatisha fedha, ukwepaji kodi na uhujumu uchumi, kwamba uchunguzi wetu umebaini wahalifu hao hupitishia fedha hizo kutoka kwenye kadi kwenda kwenye akaunti za makampuni binafsi ya wafanyabiashara, wengi wao wakiwa wadogo vijana, ambao ni vijana wa Kitanzania wanaopata huduma za kibenki katika mabenki mbalimbali hapa Tanzania, na kwamba baada ya fedha kuingia katika kampuni hizo huzitoa kama taslimu na kugawana kwa makubaliano ya asilimia fulani. Ndugu waandishi wa habari, kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU ninatumia fursa hii kuwajulisha umma kwamba hadi sasa watuhumiwa zaidi ya 137 wamekamatwa, wamepekuliwa na kuhojiwa katika mikoa mbalimbali ikiwemo Arusha, Kilimanjaro, Mwanza, Dar es Salaam na hata kule visiwa vya Zanzibar. Uchunguzi wetu umebaini, ambao ni wa awali, umebaini kuwa zaidi ya bilioni 18 zimetakatishwa kwa utaratibu huo kwa kipindi cha miaka 4 kuanzia mwaka 2022 hadi mwaka 2025. Na katika hiyo tayari mashauri matatu
yameshafunguliwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kwa makosa ya ukwepaji kodi, utakatishaji fedha na uhujumu uchumi zenye namba ECC 21633 ya mwaka 2025, ya pili ECC 29134 ya mwaka 2025 na ya tatu 29143 ya mwaka 2025, ambapo kati yao waliofunguliwa mashtaka ni pamoja na raia wa China wapatao 7, wa Bulgaria apataye 1 na Mtanzania apataye 1. Kwamba hatua mbalimbali za sheria zinaendelea kufanyika kwa watumiwa wengine, ikiwa ni pamoja na kuwataka kurejesha fedha zilizoibwa kutoka kwenye akaunti za kadi husika. Na hadi sasa tayari zaidi ya bilioni 1 zimesharejeshwa na kiasi kingine zaidi ya bilioni 3 kimezuiliwa kwenye zile akaunti za watumiwa kusubiria kukamilika kwa uchunguzi huo. Ndugu wanahabari, naomba ieleweke kuwa uchunguzi huu bado haujakamilika, na kilichotokea au kilichofanyika Januari 5 mwaka huu 2026 ni kwamba timu ya uchunguzi ilifanya operation ya kuwatafuta watumiwa wengine na kufanikiwa kuwakamata raia 2 wa China waliokuwa wakitafutwa kwa muda fulani. Majina waliokamatwa ni Yao Likong na Wang Wex ambao ni wakazi wa Oysterbay Phoenix Apartments zilizopo Kinondoni hapa Dar es Salaam. Walikamatwa wakiwa na fedha taslimu kiasi cha dola za Kimarekani 707,775 sawa na shilingi bilioni 1,732,333,750 pamoja na shilingi nyingine za Kitanzania milioni 281,400,000 zikiwa ndani ya gari katika mifuko ya sandarusi, ambazo jumla yake sasa ni bilioni 2 na milioni 13. Fedha hizo zinashukiwa ni mazalia ya fedha zilizotakatishwa kupitia taarifa za kadi za benki zilizoibiwa kutoka kwa watu mbalimbali nje ya nchi. Watumiwa hao wameshindwa kuthibitisha uhalali wa upatikanaji wake, kwani hawana kampuni au biashara halali zinazowapatia kiasi tajwa na hawana uthibitisho au stakabadhi zinazoonyesha namna walivyonunua kiasi cha dola ambazo walikuwa nazo. Pia naomba niwajulishe kwamba ukamataji uliofanyika ulishuhudiwa na mwenyekiti wa serikali ya mtaa Oysterbay iliyopo kata ya Msasani, wilaya ya Kinondoni, ambaye alithibitisha kuwa watumiwa hao walikamatwa wakiwa na kiasi tajwa. Ieleweke kwamba maafisa wa TAKUKURU ndio waliomwita mwenyekiti wa mtaa huo ili ashuhudie tukio hilo kwa mujibu wa sheria na taratibu za ushahidi wa upekuzi, kwamba taarifa aliyoitoa huko mtaani sio rasmi na haijatolewa na TAKUKURU na wala hakuelekezwa na TAKUKURU kufanya hivyo. Ndugu waandishi wa habari, katika hatua nyingine, kwa maana kwamba sambamba na tuhuma ya taarifa za kadi ya benki ambazo anakabiliwa nazo mtuhumiwa mmoja katika wale 2 waliokamatwa aitwaye Yao Ling, alikuwa akitafutwa na TAKUKURU kwa tuhuma za ufunguaji wa makampuni hewa 5 yanayochunguzwa kwa makosa ya ukwepaji kodi na utakatishaji fedha, ambazo jumla ya shilingi trilioni 1.8 ambazo zinadaiwa hazijatozwa kodi na Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa kipindi cha kuanzia mwaka 2019 hadi mwaka 2025. Wale watuhumiwa waliokamatwa watafikishwa mahakamani hivi punde. Ndugu waandishi wa habari, TAKUKURU inatoa tahadhari kwa Watanzania wenye tamaa ya kutaka kutajirika kwa haraka kwa njia zisizo sahihi kuacha mara moja kusajili makampuni hewa wao wenyewe au kwa kushirikiana na raia wa kigeni kwa lengo kwa kuzitumia kampuni hizo kupitia kadi ambazo zimeibiwa kwa lengo la kujipatia kipato ambacho sio halali.
Tunatoa rai kwa wananchi wote kuendelea kujiepusha na vitendo vya rushwa na kushiriki kikamilifu katika kuzuia vitendo hivyo katika maeneo yao. Vile vile tunawasihi kuendelea kutoa ushirikiano kwenye uchunguzi na kushiriki kutoa ushahidi mahakamani pale inapohitajika, kwani kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, wote kwa pamoja tutimize wajibu wetu. Nashukuru kwa kunisikiliza kwa taarifa hiyo ya umma.